Namwagiza CEO aweze kuitisha kikao ili tuweze kujadili hayo malalamiko ya Simba na tutatoa taarifa kwa wananchi. Kikao kitafanyika muda gani? Kwa sababu mashabiki wanahitaji kufahamu maamuzi ya mwisho kuhusu mchezo huo. Nimewaambia wakae hii saa 4. Sasa itategemea availability ya wajumbe, lakini nimewaambia wakae haraka sana saa 4 hii, hata mpaka saa 5 tuwe na majibu ya kutoa kwa wananchi. Kwa hiyo mashabiki waende uwanjani. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunajua kwamba dabi itakuweko. Sasa kutoa tamko tena kwamba waende wasiende, mimi bado nasimamia ile kwamba dabi iko tarehe 8 na tarehe 8 ni leo na dabi itakuweko saa 1. Sasa kama kutakuwa na maamuzi ya tofauti katika kikao, tutaelimishana. Nimekuambia tuna kikao. Sasa ukitaka nitoe hapo, na maana kwamba pia niwe nimekifuta hicho kikao, yawe maamuzi ni ya kwangu mimi. Hii kamati ndio ya kuendesha na watu wote wanashirikiana katika kutoa mawazo. Ngoja tuangalie barua ya Simba inaeleza nini na tuangalie wajumbe wataamua nini. Hapo tutatoka na jibu la pamoja. Kwa hiyo kiufupi, mashabiki wasiende uwanjani, wasubiri kwanza taarifa yenu. Ukiwaambia hivyo utakuwa umenisaidia zaidi. Watulie, taarifa itatokea na watu wataambiwa. Lakini kwa vile tunalifanyia kazi, tutakuwa na mwafaka tu na baada ya muda si mrefu. Namwagiza CEO aweze kuitisha kikao ili tuweze kujadili hayo malalamiko ya Simba na tutatoa taarifa kwa wananchi. Kikao kitafanyika muda gani? Kwa sababu mashabiki wanahitaji kufahamu maamuzi ya mwisho kuhusu mchezo huo. Nimewaambia wakae hii saa 4. Sasa itategemea availability ya wajumbe, lakini nimewaambia wakae haraka sana saa 4 hii, hata mpaka saa 5 tuwe na majibu ya kutoa kwa wananchi. Kwa hiyo mashabiki waende uwanjani. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunajua kwamba dabi itakuweko. Sasa kutoa tamko tena kwamba waende wasiende, mimi bado nasimamia ile kwamba dabi iko tarehe 8 na tarehe 8 ni leo na dabi itakuweko saa 1. Sasa kama kutakuwa na maamuzi ya tofauti katika kikao, tutaelimishana. Nimekuambia tuna kikao. Sasa ukitaka nitoe hapo, na maana kwamba pia niwe nimekifuta hicho kikao, yawe maamuzi ni ya kwangu mimi. Hii kamati ndio ya kuendesha na watu wote wanashirikiana katika kutoa mawazo. Ngoja tuangalie barua ya Simba inaeleza nini na tuangalie wajumbe wataamua nini. Hapo tutatoka na jibu la pamoja. Kwa hiyo kiufupi, mashabiki wasiende uwanjani, wasubiri kwanza taarifa yenu. Ukiwaambia hivyo utakuwa umenisaidia zaidi. Watulie, taarifa itatokea na watu wataambiwa. Lakini kwa vile tunalifanyia kazi, tutakuwa na mwafaka tu na baada ya muda si mrefu. Namwagiza CEO aweze kuitisha kikao ili tuweze kujadili hayo malalamiko ya Simba na tutatoa taarifa kwa wananchi. Kikao kitafanyika muda gani? Kwa sababu mashabiki wanahitaji kufahamu maamuzi ya mwisho kuhusu mchezo huo. Nimewaambia wakae hii saa 4. Sasa itategemea availability ya wajumbe, lakini nimewaambia wakae haraka sana saa 4 hii, hata mpaka saa 5 tuwe na majibu ya kutoa kwa wananchi. Kwa hiyo mashabiki waende uwanjani. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunajua kwamba dabi itakuweko. Sasa kutoa tamko tena kwamba waende wasiende, mimi bado nasimamia ile kwamba dabi iko tarehe 8 na tarehe 8 ni leo na dabi itakuweko saa 1. Sasa kama kutakuwa na maamuzi ya tofauti katika kikao, tutaelimishana. Nimekuambia tuna kikao. Sasa ukitaka nitoe hapo, na maana kwamba pia
niwe nimekifuta hicho kikao, yawe maamuzi ni ya kwangu mimi. Hii kamati ndio ya kuendesha na watu wote wanashirikiana katika kutoa mawazo. Ngoja tuangalie barua ya Simba inaeleza nini na tuangalie wajumbe wataamua nini. Hapo tutatoka na jibu la pamoja. Kwa hiyo kiufupi, mashabiki wasiende uwanjani, wasubiri kwanza taarifa yenu. Ukiwaambia hivyo utakuwa umenisaidia zaidi. Watulie, taarifa itatokea na watu wataambiwa. Lakini kwa vile tunalifanyia kazi, tutakuwa na mwafaka tu na baada ya muda si mrefu. Namwagiza CEO aweze kuitisha kikao ili tuweze kujadili hayo malalamiko ya Simba na tutatoa taarifa kwa wananchi. Kikao kitafanyika muda gani? Kwa sababu mashabiki wanahitaji kufahamu maamuzi ya mwisho kuhusu mchezo huo. Nimewaambia wakae hii saa 4. Sasa itategemea availability ya wajumbe, lakini nimewaambia wakae haraka sana saa 4 hii, hata mpaka saa 5 tuwe na majibu ya kutoa kwa wananchi. Kwa hiyo mashabiki waende uwanjani. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunajua kwamba dabi itakuweko. Sasa kutoa tamko tena kwamba waende wasiende, mimi bado nasimamia ile kwamba dabi iko tarehe 8 na tarehe 8 ni leo na dabi itakuweko saa 1. Sasa kama kutakuwa na maamuzi ya tofauti katika kikao, tutaelimishana. Nimekuambia tuna kikao. Sasa ukitaka nitoe hapo, na maana kwamba pia niwe nimekifuta hicho kikao, yawe maamuzi ni ya kwangu mimi. Hii kamati ndio ya kuendesha na watu wote wanashirikiana katika kutoa mawazo. Ngoja tuangalie barua ya Simba inaeleza nini na tuangalie wajumbe wataamua nini. Hapo tutatoka na jibu la pamoja. Kwa hiyo kiufupi, mashabiki wasiende uwanjani, wasubiri kwanza taarifa yenu. Ukiwaambia hivyo utakuwa umenisaidia zaidi. Watulie, taarifa itatokea na watu wataambiwa. Lakini kwa vile tunalifanyia kazi, tutakuwa na mwafaka tu na baada ya muda si mrefu. Namwagiza CEO aweze kuitisha kikao ili tuweze kujadili hayo malalamiko ya Simba na tutatoa taarifa kwa wananchi. Kikao kitafanyika muda gani? Kwa sababu mashabiki wanahitaji kufahamu maamuzi ya mwisho kuhusu mchezo huo. Nimewaambia wakae hii saa 4. Sasa itategemea availability ya wajumbe, lakini nimewaambia wakae haraka sana saa 4 hii, hata mpaka saa 5 tuwe na majibu ya kutoa kwa wananchi. Kwa hiyo mashabiki waende uwanjani. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunajua kwamba dabi itakuweko. Sasa kutoa tamko tena kwamba waende wasiende, mimi bado nasimamia ile kwamba dabi iko tarehe 8 na tarehe 8 ni leo na dabi itakuweko saa 1. Sasa kama kutakuwa na maamuzi ya tofauti katika kikao, tutaelimishana. Nimekuambia tuna kikao. Sasa ukitaka nitoe hapo, na maana kwamba pia niwe nimekifuta hicho kikao, yawe maamuzi ni ya kwangu mimi. Hii kamati ndio ya kuendesha na watu wote wanashirikiana katika kutoa mawazo. Ngoja tuangalie barua ya Simba inaeleza nini na tuangalie wajumbe wataamua nini. Hapo tutatoka na jibu la pamoja. Kwa hiyo kiufupi, mashabiki wasiende uwanjani, wasubiri kwanza taarifa yenu. Ukiwaambia hivyo utakuwa umenisaidia zaidi. Watulie, taarifa itatokea na watu wataambiwa. Lakini kwa vile tunalifanyia kazi, tutakuwa na mwafaka tu na baada ya muda si mrefu.